Ushanifahamu? Imani ya mtu iko ndani ya moyo. Kwa hiyo mimi binadamu na swali kwa imani yangu, wala si kwa imani, si swali kwa ajili ya mtu, kwa sababu najua ipo siku nitakufa, nitakwenda mbele ya haki. Jukumu kubwa la mtoto wa Kiislamu ni kusimamisha ibada swala 5. Namshukuru Mungu alhamdulillah. Kwenye nafasi hiyo najitahidi sana. Yapo madhaifu madogo madogo na si swali kwa ajili ya kumuonyesha mtu. Ushanifahamu? Alafu binadamu tunatofautiana ngozi. Mimi ni mweupe. Mimi hata nilipopata ajali makovu yangu yalikuwa yanaonekana zaidi hata nikimuonyesha hapa. Kwa hiyo unapenda kusujudi, si msikiti wetu kama na uwezo kutuletea mazuria mazuri atuletee tu. Msikiti wetu una mazuria. Kama na uwezo kutuletea mazuria mazuri atuletee tu, tutashukuru. Ndo make sio mimi, hata msikiti wetu make zuria ni gumu. Kwa hiyo huna budi, unafanyaje? Kwa hiyo si swali kwa ajili ya kumuonyesha mtu, na wazungumza ni heri kwenu. Ushanifahamu? Sifenyi kwa ningekuwa ni kwa niaba yangu wala nisingekuwa namtetea Mtanzania. Ushanifahamu? Ila nafanya kwa mujibu wa imani. Tushaambiwa katika dini yetu ya Kiislamu. Wale niambia ni nani? Anaitwa nani? Anaitwa King Nice. Sasa mwingine nani? Sasa Richard Rice Richard hawezi kuelewa. Ushanifahamu? Wala huyo King usijue ni nani, hawezi kuelewa. Ila wenye uelewa wenye uelewa wa imani hawezi kujaji kwamba una swali nini. Ushanifahamu? Ibada ni ya mtu binafsi. Ushanifahamu? Ni kwa nini labda nimuulize, ameuliza una swali nini? Ushanifahamu? Kwa hiyo kilichopo swala la kiimani ni la mtu binafsi. Ushanifahamu? Siri ya ibada iko ndani ya moyo wa mtu. Si swali kwa lengo la kumfurahisha Richard, si swali kwa lengo la kumfurahisha mtu wa aina yoyote kwenye dunia. Na swali kwa lengo la kumfurahisha aliyeniumba, aliyenipa zawadi zote kuanzia utimamu wa akili, ushanifahamu, mpaka hivi nilivyo, mpaka aliyemfanya yeye anapata nafasi siku ya leo ku comment kuuliza una swali nini. Na swali ibada, swala ni ibada, ushanifahamu. Na ibada ziko nyingi, lakini na sujudu na shukuru namdilia Mungu kila wakati. Ndio maana unaniona nilikuwa mwembamba, sasa hivi kidogo neema kidogo. Kitabu Molele anakuambia je ni takataka. Sawa. Kama yeye anaweza kuumba ili mimi nimuone yeye ni shujaa. Kama na uwezo kuumba takataka, kayumbe takataka kama sisi. Ajui. Ngoja kwanza akaumbe takataka kama sisi. Zifanye hiki kama kinachokifanya. Yeye bahati mbaya naweza nikamwambia nikampa tu pole, ana haki ya kuzungumza. Ushanifahamu? Anachozungumza kwa sababu ndio mwisho wa upeo wa akili yake umeishia hapo. Kwa hiyo huwezi kubishana naye. Kinachotakiwa sisi hawa watu kama hawa tuwape elimu ndogo ndogo kidogo siku hadi siku. Ipo siku mpaka utatolewa. Hata mziki wowote ukipigwa mara kwa mara kwenye sikio lako lazima utaukubali. Mwisho unajikuta tu unaenda kwenye safari zako unaimba tu ushakaa wapi kichwani. Kwa hiyo hawawezi kuelewa kwa sababu hawajui. Ushanifahamu? Na mimi siwezi kuwalaumu. Mimi si walaumu kwa sababu hawajui. Aliulizwa kuhusu swala hajui, na huyu anayesema nyinyi takataka hajui. Inawezekana kweli sisi ni takataka. Ushanifahamu? Kwa sababu hajui huwezi kumwambia ndio hivyo. Mwingine anasemaje? Walete tu huku. Wanakubali. Wewe huko unasemaje huko? Wengine wana like bwana, matusi yamekuwa mengi. Matusi? Matusi ya dhahiri yale ya ndani ya maungo msiyataji kwa mujibu wa taratibu ya media. Ushanifahamu? Ila unaotukana ni wape zawadi ndogo tu. Ukimtukana mtu, Mungu ndo anazidi kumuimarisha. Yaani unapomtengenezea vita mtu, Mungu ndo anazidi kufanyaje? Kumuimarisha. Watu wanachafua majina ya watu na Mungu anaendelea kufanyaje? Kuwaimarisha. Kikubwa tunachozungumza kwamba msitutukane, sisi ni Watanzania wenzenu jamani. Kama kuna uwezekano, tupeni maoni, zungumzeni, bwana hiki mnachokifanya kiboresheni, fanyeni hivi. Unajua wengi wa Afrika wengi tunashindwa kutoboa kwa sababu tunashindwa kutoboa kwamba huwa hatupeani njia. Tunapeana changamoto, hatupeani njia. Ni watu wa kukatishana tamaa. Tusiwe watu wa kukatishana tamaa. Kama Kombo kakosea, unajua kabisa huyu Kombo kakosea. Kunitukana haimaanishi ya kwamba unanijenga. Ndio kwanza unazidi kujiona kumbe mimi star mpaka watu wananitukana. Ushanifahamu? Na unazidi kunitengenezea mimi kiburi cha kujiamini huyu hana hoja, kwa sababu tunaamini kwamba anayekutukana ni mtu aliyekosa hoja. Anayetukana ni mtu aliyekosa hoja. Kama una hoja nijenge. Kombo hapa unakosea, fanya hiki na hiki. Mimi kama binadamu comment huwa napitia, za matusi wanazipuuzia kwa sababu ni haki yao. Unajua wengine ndo malezi yao, walivyolelewa na wazazi wao. Kwa sababu mtu aliyelelewa vizuri hawezi kuwa mtu mwenye matusi. Ushanifahamu? Kwa kama unahitaji kuninasihi mimi, nilimuona mtu mmoja hivi
alituita eti muuni wa Manzese. Mimi Manzese, mimi na Dar es Salaam wapi na wapi? Mimi eti muuni wa Manzese. Ushanifahamu? Alafu ni mtu mzima, afu ni kada, alikuwa kada wa nani yule? Alikuwa chawa wa Membe. Naye Yule ni achana naye yule. Hakuwa na haja kumjibu. Yule alikuwa cha. Huyu achana naye, hakuna kujibu mtu. Ushanifahamu? Yule si alikuwa chawa wa Membe. Na alikuwa mbeba vikoba. Asante kaka, Mungu akubariki sana. Na unaipenda Tanzania. Mungu atakulinda na Mungu atakufungulia kwenye maisha yako. Tunakupongeza. Tungekuwa na zawadi. Namba yake hiyo namba gani? Aweka namba ya simu hapo. Nyanduku, unaweza kuwa unaogopa Nyanduku, weka namba ya simu. Usiweke bana. Ila tunakupongeza Nyanduku, safi sana. Ila mnaotukana jamani, tunaombeni mtujenge. Naona? Naombeni mtujenge. Kututukana haina maana kwamba tunaona kwamba nyinyi hoja zinakuwa zinafanyaje? Kama kweli mna changamoto, kuna jambo linaumiza, tujengeni kwa maswali, tujengeni jamani, fanyeni hiki na hiki hiki na hiki na hiki. Mwisho wa siku tutafikia Tanzania pamoja. Mimi bahati nzuri siwachukii. Mimi siwachukii, simchukii hata mmoja. Hao wanaonitukana hata wakaya hapa nitukane. Mimi naamini kwamba anayejibu haya matusi, tushaambiwa sisi katika imani yetu, mtu akikutukana usimrejeshee tusi. Mkalie tu kimya. Na kweli ukichunguza, mtu anapotukana ukimkalia kimya ndo anazidi kupaniki. Kwa hiyo tukana, waache tukane tu, wazidishe tu matusi. Wazudishe tu. Kuna kitu wanatutengeneza wao wajui. Unaona, ila vizuri zaidi mtujenge, mtutengeneze. Kutujenga vipi? Bwana, hiki mnachokifanya sicho, au achane nacho. Ushanifahamu? Kama umeona kwamba sisi tumepata hii nafasi, na wewe chukua kamera yako, jirekodi. Tumia gharama zako rekodi. Sisi tunatumia hela. Tunatoa 200 zetu kwenye kazi zetu, tunakuja hapa na hapa vijana wanapata posho, maisha yanakwenda, tunapeana elimu. Haya ni mawazo. Ninachokizungumza mimi sio sheria. Sio sheria Mtanzania. Twende kazi ndugu zangu. Wanatukana tena. Anakuwa tukaneni tu. Tukaneni tu. Waendelee kutukana tu. Tukaneni tu. Hiyo ni TikTok, Facebook. Asmani Abdalla anakuambia mmelipwa shilingi ngapi nyie? Hatujalipwa hata mwana, kama ana uwezekano tutumie hata hela. Hatuna hata hela. Tutumie hata hela bwana. Tumtajie namba ya simu atupe hela. Tukutajie namba ya simu tupe hela. Hatuna hela jamani. Hatuna hela. Hatulipwe na mtu yeyote. Tungekuwa tunalipwa, tungekuwa na ndevu hazina ushirikiano. Ya vipi ona? Sisi kazi yetu ni kujitetea taifa. Leo ni zamu yangu, kesho na kesho kutwa labda nitakuja kustaafu. Ushanifahamu? Atakuja mwingine. Sisi binadamu huwa hatuishi. Alianza ndugu yako yule msiba. Kwa namna yake alikuwa anafanya propaganda. Sisi hatufanye propaganda za msiba hata siku moja. Reality. Sisi reality. Na ukitaka kuamini hilo, tutafute tukukutanishe na watu. Kaa na hao, zungumza nao. Utapata picha, na si picha tu, na ushahidi pia utapewa. Wewe jamani, mtusamee, msitutukane. Matusi yanatujenga, ndio anatupa nguvu ya kesho kurudi tena. Mkitaka kufanikiwa tupuuzieni tu. Nawapa njia, mkitaka kufanikiwa tupuuzieni, kwa sababu tunaona kumbe watu hawatufuatilii. Ila mkitutukana tunaamini kwamba mnatufuatilia. Yona mimi ya kwangu ni haya. Kuna jengine? Wewe huko bado unaenda kutukana? Bado watu wanashusha, sema kuna mmoja anasema kaka zangu msikatife tamaa. Kabisa, tunakupa zawadi na wewe ya kwako hiyo. Tuma majina matatu ya tuwape pongeze nyumbani. Asema unakwambia angalia komwe lake. Kama lake vile. Sasa hivi tuko kwenye uwanja Yona. Acha nicheke na vijana wenzangu. Wewe kwani jenzeje wewe? Wewe umeshatoka huko wewe mzee. Hawa vijana wenzangu, unajua si vijana watu na maneno. Komwe ni katika maumbile ya Mungu. Na huyo kama kazaa, anajibiwa. Kama kazaa, kama analiona ili komwe baya, basi atakuja kumbuke tarehe ya leo. Mtoto atakayekuja kumzaa ana komwe zaidi ya kombo. Mimi nina kipara ujue, komwe na mimi nina kipara ujue. Hiyo profesa sema profesa. Ushanifahamu? Kwa hiyo akae ukidhihaki uumbile wa Mungu, Mungu anakupa majibu wakati huo. Ukidhihaki maumbile ya nani? Ya Mungu. Mungu anakupa majibu pale pale. Dhihaki kitu ambacho unachoona hiki ni uwezo wa kombo, ila sio maumbile ya kombo. Ukidhihaki maumbile ya kombo, unaanzisha vita na Mungu. Uanzishi vita na mimi. Wewe nijadili mimi, usidhihaki nilicho nacho. Ushanifahamu? Kwa hiyo mimi ona nishamaliza. Maliza nao. Mimi ninasema mimi na kauli yangu ni moja tu kwa vijana waandishi wa habari. Naomba niwaambie kwamba mti wenye matunda ndio unapigwa mawe. Sasa sisi ni mti wenye matunda kwa sababu tumeweza kuambia watu ukweli. Yaani hapa tunajadili siku 100 za Rais Samia na mambo yanayofanyika. Tumetoa pilotly
kuzungumzia hayo mambo. Anasema aitwa Ayub anakuambia msimpe maiki huyu amelewa. Mimi nimeelewa. Ngoja kwanza niwafurahishe kitu kimoja. Mimi jamani, namshukuru Mungu sijui harufu ya pombe. Mimi ndo anasema. Wewe umeelewa? Mimi nimeelewa. Ayubu anasema uliokuwa unanipa maiki, anasema msimpe maiki huyo. Au macho yangu yanaonekana kama nimekula mtungi. Jamani, tunapozungumza masuala ya msingi amna mtungi hapa. Hapa tumekuja kuzungumza siku 100 za utekelezaji wa ilani ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na tumewaambia bima ya afya kwa wote, tumewaambia madawa, viwanda vya madawa ambavyo vimehamasisha kuletwa nchini, tumewaambia kuhusu ajira 12,000 za upande wa afya na upande wa sayansi, tumewaambia kuhusu matibabu bure ya makansa haya yanasumbua watu wetu. Wapo mabinti hapa wanatibu mama zao, wanatibu dada zao, tunakutana nao, wanatumia gharama kubwa, wanalalamika gharama ni kubwa, wanatamani siku 100 zifike ili Dr. Samia Suluhu Hassan aweze kutibu wa Tanzania bure. Kwa hiyo mimi na Kombo tunaendelea kumuomba rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan na mawaziri wake na wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, endeleeni kupambana kuhakikisha haya matibabu bure, kuhakikisha hizo siku 100 za Rais Samia hadi zake zinatekelezwa kwa weledi na siku 100 kabisa, ili kuweza kuwasaidia Watanzania wa kawaida. Watu wanalia sana, achana na wahuni hao kwenye mitandao, waendelee kutukana, kwa sababu mti wenye matunda ndio unapigwa mawe, na mimi ni mti mwenye matunda, lazima nipigwe mawe. Lakini nitaendelea kusema kwamba tunaendelea kumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Kuna ndugu yangu ananiambia, Yona anapigia siku 100 hazijafika. Yeye anaumwa, anabadilishwa damu, ana kansa, yani ana magonjwa ambayo ananiambia rafiki yangu, yani mama aendelee kubarikiwa, kwa sababu alikuwa kwenye miradi mikubwa na sasa pesa inaingia, aweze kuileta kwenye matibabu bure ili tuweze kutibiwa. Kwa hiyo tunapozungumza masuala ya serious, watu wengine wanaleta masiara, endeleeni na masiara yenu, lakini sisi tutaendelea kuzungumza ili kuhakikisha tunamtetea rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Baada ya kusema hayo, nasema asanteni sana na Mungu awabariki.